hapo, ng'ang'ana kusikia. Nami nang'ang'ana kusikia. Kila mmoja ng'ang'ane kusikiliza na kusikia na kuchukua hatua. Itatusaidia, tutakwenda hatua nyingine. Anasema lolote tunalolifanya kwanza tulifanye kwa moyo. Lolote tunalolifanya, lolote. Kwa hiyo hata ofisini, kwenye kazi, ifanye kwa moyo. Hata jambo lako binafsi, hata jambo la wengine lifanye kwa moyo, lifanye kwa moyo na kwa upendo. Japo wengine unaweza ukafanya vizuri wakawa na mawazo potofu. Unaweza ukawa na nia nzuri, watu wakaiona nia yako kama vile ni mbaya. Sasa ukifika hapo, mwambie Yesu aingilie kati mwenyewe, aseme nao, awafunulie. Mungu atusaidie ili mapenzi yake yaendelee kutimizwa. Lolote kwa utakalofanya kwa watu, kwa mtu, kwako, katika ufalme wa Mungu, tukafanye kwa moyo kama kwa Bwana, sawa sawa na kwamba tunamfanyia Mungu. Tunapofanya lolote tufanye kwamba tunamuona Yesu. Yesu anaonekana. Tufanye kwamba Yesu anatuona, anaona, na tulifanye kwamba tunamuona yeye na ndiye tunayemtumikia, na tunalifanya hilo jambo kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Lolote ambalo tutalifanya, tukalifanye sawa sawa na mapenzi ya Mungu, kwa utukufu wa Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haleluya. Alafu anasema mstari wa 20, anasema mkifanya kwa Bwana, nimalizie mstari, anasema wala si kwa wanadamu, wala si kwa wanadamu. Kumbe chochote tutakachofanya tufanye tukiwa tumemsikia Roho Mtakatifu, tufanye tukiwa tunafanya kwa mapenzi ya Mungu, alafu tufanye tukiwa tunajua tunayemfanyia au tunalifanya ili Mungu wetu atukuzwe, ili Mungu wetu asifiwe, ili Mungu wetu aendelee kushangilia au kushangilizwa ndani ya Mungu. Mungu aone furaha, afurahishwe na yale tuyafanyayo, apendezwe na yale tunayofanya kuwafanyia wengine. Na Yesu anasema wapimieni watu kipimo cha kujaa na kusukwasukwa. Anasema ndivyo nanyi mtakavyopimiwa, ndivyo nasi tutakavyotendewa. Natamani ufanye kama ambavyo Yesu anataka tufanye. Haleluya. Mstari wa 24, mkijua ya kuwa mtapokea kwa Bwana ujira wa urithi, mnamtumikia Bwana Kristo. Tukijua ya kuwa tutapokea malipo, kila mtu atapokea malipo ya vile ulitenda, malipo ya vile ulipanda. Kile tulichopanda tutakivuna. Mungu atusaidie tusivune mabaya, tukapande mema ili tuvune mema, tukapande utakatifu, tukapande mbegu ya neno, tukapande mapenzi ya Mungu, tukapande haki, tusipande dhuluma. Mungu aturehemu, atusaidie. Haki ikapandwe, dhuluma ikafirie mbali. Tuitupe nje hiyo nguvu ya dhuluma na uovu na mabaya kwenye boma, kwenye familia. Mungu atusaidie iwe mbegu njema, adui asifanikiwe kwa ndugu zako, kwa ndugu zangu, kwa ndugu zetu, kwa rafiki zetu, kwa njia yoyote, bali Bwana akatende. Tujue kwamba tutapokea kwa Bwana ujira wa urithi. Ujira, malipo, baadaye, sasa na baadaye, sasa na baadaye tutapokea. Kwa hiyo yapo tayari, tutumike, tufanye yote tukijua tunayemfanyia ni Mungu, si mwanadamu. Ndivyo anavyotuambia, ndivyo Biblia inavyotuambia. Tujue lolote na yote tutakayofanya, hatufanyi kwa mtu, hatufanyi kwa mwanadamu, tunamfanyia Bwana, tunamtendea Jehova, tunamtendea Bwana. Ona katika Kutoka, katika Agano la Kale, kwenye kitabu cha Kutoka pia Mungu alivyosema na watu wake, sura ya 23, Kutoka 23, Kutoka 23 mstari wa 25, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Nanyi mnamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Ugonjwa